ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Umetana kwenu Dar es Salaam umeroa pia? Au ina saumu? ACT Wazalendo! Shatanga! Safari! Safari! Taifa la wote! Taifa la wote! Dar es Salaam ya wote! Na mwambao. Asante sana, wanatosha watatu kwa 300 hao. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu, ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Dar es Salaam, ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Mwambao, ndugu katibu mkuu, ndugu naibu katibu mkuu, viongozi mbalimbali mliopo, mabibi na mabwana, habari ya mchana. Dar es Salaam poa? Na Mwambao? Asante kwa waliofunga, niwatakie saumu njema. Na wale walioko kwenye Kwaresma na wao pia fungo mwema. Ndugu viongozi, kwanza naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na tukashiriki katika kikao chetu hichi muhimu sana. Mimi wanasema mahudhurio yenu kwa kawaida inakuwa ndio kitu muhimu sana, ndio sauti kubwa sana, kwa sababu wanaofanya wenzetu Chama cha Mapinduzi kikubwa ni kutukatisha tamaa. Huko nyuma waliwahi kusema, yule anotangulia alisema atahakikisha vyama vya upinzani vimekufa. Sijui Mwenyezi Mungu mkubwa. Huko sitaki kusema. Tunasema tunasema inna lillahi. Lakini vyama vya upinzani vipo, si ndio? Na vinaendelea kuwa imara, si ndio? Na chama chetu kinakuwa imara zaidi. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana kwa hilo. La pili niseme kwamba kabla ya uchaguzi wa serikali za mtaa nilifanya ziara mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwambao, wakati ule bado kwa hakika niliona namna gani wana Dar es Salaam, wana Pwani mlivyokuwa mmeshajika. Niliona uimara wenu, niliona utayari wenu, na niliona namna gani tulikuwa tayari kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mtaa. Mlivyokuwa mmejipanga, mlivyokuwa mmepambana. Lakini sote ni mashahidi. Sote ni mashahidi yaliyotokea katika uchaguzi wa serikali za mtaa. Mimi hapa naomba ni kwa dhati kabisa nimshukuru katibu mkuu kaja kutueleza, lakini kwa namna kipekee naomba nimshukuru makamu mwenyekiti wa chama chetu. Ametueleza kwa weledi, ametueleza kwa hisia, na ameueleza ukweli
na sababu ya yote haya kutokea. Kwa hiyo bila shaka sote uchaguzi wa serikali za mitaa umetueleza, umetupa ushahidi wa kutosha kabisa usioacha shaka juu ya dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika kuendesha nchi. Ndugu viongozi, naomba niwatanabaishe kwamba tuangalieni, baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mmewakuta CCM wakishangilia. Eti jamani, tumekuta kwamba CCM wenyewe wameshangilia. Mnajua kwa sababu gani? Hawakufurahia, hawakushangilia kwa sababu hata wenyewe uchaguzi ule umewaduaza. Wewe umeshawahi kuona mtu akashangazwa na ushindi wake mwenyewe? Umewaduaza, umewashangaza kwa sababu si ushindi wao. Hawakuupanga, hawakuutayarisha, hawakuupigania, hawakuupambania, hawakuutumikia, na wala hawakuwekeza kwa ushindi ule. Ni ushindi umetengenezwa. Hili naamini kama una viongozi makini, una viongozi mahiri, basi hili lingekuwa ndio jambo la kuwapa wasiwasi kwamba katika nchi yetu, katika taifa letu, tuna tatizo kubwa zaidi tu ya mashindano ya vyama na matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Na mimi naomba ndugu zangu, hili tuliweke kichwani kwa makini sana. Tunaweza tukachukulia kwamba ni CCM ndio walipanga. Tunaweza kuchukulia kwamba ule ulikuwa uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini mimi kwa maono yangu na wengi wa viongozi wenzangu, hapo ndio inapotuonesha tuna tatizo kubwa zaidi kuliko Chama cha Mapinduzi. Lakini tatizo letu ni kwamba tatizo hili limeletwa na Chama cha Mapinduzi kutokana na kushindwa na uongozi wa taifa letu. Ndio imetupelekea hapa kwamba leo kuna vyombo, na inaonesha wazi kwamba vyombo vya dola leo, badala ya zamani ilikuwa wao Chama cha Mapinduzi wakivitumia vyombo vya dola kupata ushindi, leo vyombo vya dola katika nchi yetu vinatawala kwa kutumia Chama cha Mapinduzi. Sasa kama mnapofika hapo kama taifa, hilo ni tatizo kubwa zaidi. Na hili ndio lilotufanya sisi kama chama, kama viongozi, tukatafakari zaidi. Uchaguzi wa serikali za mitaa umewakatisha sana tamaa wa Tanzania. Na sio wa Tanzania tu, lakini umewakatisha tamaa hata marafiki wa Tanzania. Hata wale waliokuwa na matumaini na Tanzania kwamba nchi hii sasa inaanza kusonga mbele. Nchi hii ambayo imekaa wananchi wake, watu wake ni masikini, wakiwa wamekaa juu ya utajiri uliopindukia, walianza kupata matumaini kwamba angalau sasa labda hawa watu wataamka, wataanza kwenda mbele. Tanzania ni nchi ambayo mimi naamini
ni tajiri kuliko nchi yoyote ya Afrika. Ndio imani yao. Nchi ambayo kwa rasilimali zake zilizo nazo, kwa maana ya ardhi, kwa maana ya kila kitu kilichopo katika ardhi, inapaswa iwe nchi tajiri kuliko zote. Na tajiri kwa maana ya utajiri wa nchi, kwa maana ya utajiri wa watu wake. Waishi kwa furaha, waishi kwa amani, sio waishi katika dimbwi hili la umaskini uliopindukia. Lakini sote tumekatishwa tamaa. Lakini kimoja muhimu sana, ndugu viongozi, tukizingatia kwamba baada yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bahati mbaya sana, na kutokana na uzito yaliyotokea, wapo baadhi yetu upande wa vyama vya upinzani kwa ujumla, lakini hata ndani ya vyama vya upinzani vyenyewe. Na mimi niseme kwa upande wa chama chetu, kuna watu walianza kudhani labda ni kwa sababu sisi hatukufanya au hatufanyi siasa zinazostahili, siasa za mapambano. Wengi badala ya kutazama tatizo liko wapi, hata baadhi ya viongozi wetu walianza mchezo wa kulaumiana. Ndugu zangu, naamini mnayaona kwenye magrupu yetu ya vyama, tunapozungumza, badala ya kutafuta adui, badala ya kutafuta tatizo liko wapi, tumeanza sasa tunatafuta na uchawi ndani yetu wenyewe. Tunapotea. Ndugu zangu, tunapotea. Tutazame tatizo liko wapi. Kwa kawaida, ndugu zangu, anaibiwa haibiwi kwa sababu ni bwege, haibiwi kwa sababu kalegea, haibiwi kwa sababu ni mzembe. Anaibiwa kwa sababu kuna mwizi mmoja kazoea kuiba, na maadamu yupo ataendelea kuiba. Na laiti ingekuwa kuiba au kuibiwa ni uzembe au ni ubwege, msingeibiwa kwenye nyumba za ibada. Si nyumba za Mungu? Eti jamani. Lakini kwenye misikiti tunaona mtu anapanga elimu safu, akaweka ngazi akaiba saa. Yes. Unadhani anaibiwa ni bwege? Ni kwa sababu huyu bwana ni mwizi. Huyu bwana mwizi. Na sisi wa Tanzania tuna aila zote, tuna shida zote, lakini hatujazoea wizi kuongozwa na mwanamke. Tuna shida zote, tuna matatizo yote tulionayo, lakini hatujazoea wizi kuongozwa na akina mama. Hebu semeni, akina mama, hebu semeni, aibu si aibu kwa kina mama? Aibu si aibu kwa kina mama? Hatujazoea, hatujazoea. Sasa hii inakuwa mbaya zaidi. Hii inakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo baada ya yote haya, tukasema hebu tukumbuke tulikotoka.
wengi wanaosema kwamba labda tumekuwa na siasa laini, tumekuwa na siasa nyepesi, tumekuwa na siasa legelege, wengine tumekuwa na siasa za Mwinyi. Naomba wakumbuke kwamba tulikotoka kati ya 2015 2020, baada ya matokeo yale ambayo kipindi hichi hakuna ambaye hakuathirika, hakuna ambaye hakuathirika hata mmoja, kwa namna moja ama nyingine. Ilipoanza awamu ya 6, wito ulikuwa kitu gani? Mwelekeo ulikuwa kitu gani? Matarajio yalikuwa kitu gani? Awamu ya 6 imeanza na kauli ya kuliponya taifa. Ndivyo sivyo jamani? Ilianza na kauli ya kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba tulikotoka tumetoka. Na ndio maana makamu mwenyekiti haya alikuwa akiyazungumza maneno ambayo yakizungumzwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yakizungumzwa na viongozi kwamba ya 2019 hali ilikuwa mbaya. Mnakumbuka makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alipokuja kwenye mkutano wetu mkuu, alizungumza kwamba kama uchaguzi wa 2020 ungesimamiwa ipasavyo kwa sheria zile zile, usingekuwa na matatizo. Na akasisitiza na akarudia kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa na chaguzi zinazokuja zitakuwa huru na za haki. Kauli kutoka kwa mzee mzima, mweledi wa siasa, mzoefu wa siasa, kutuambia Watanzania. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano na Amiri Jeshi Mkuu. Ahadi yake kwamba uchaguzi utakuwa huru, uchaguzi utakuwa wa haki. Kama hukuwasikiliza, hukuwaamini watu hawa, utakwenda kumwamini nani? Kwa hivyo tukumbuke kwamba tulipewa ahadi, tulipewa matumaini, na ukitoka kwenye shida, mtu akikupa matumaini, hasa ambaye unaambiwa ndio daktari bingwa, akija mama akakupa matumaini, maana hata akija baba anasema ananiondoa njiani, lakini mama akakupa matumaini, utaamini kwa mimi? Zikaja kikosi kazi, tunakumbuka tukumbuke, sote tukashiriki na chama chetu kikashiriki kwa namna ya kipekee kwa kutoa mawazo kuliko chama chochote kile, kwa maandishi katika ajenda zote ya reformu ya uchaguzi na pia mabadiliko ya katiba. Haya mambo tusiyasahau, haya ni ya kwetu ACT Wazalendo. Kikosi kazi kakatoa mapendekezo tu ambayo sisi tulichangia, lakini akaja marekebisho. Jengine ambalo tulilisimamia ni kushiriki kwa kikamilifu katika kuzitafsiri 4R za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulishiriki kwa kiwango mnachojua, lakini mimi nawaambia tulishiriki kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hicho mnachokifahamu. Kuamini wakatuta. Lakini pia sisi chama chetu ndio chama kinachoongoza kwa kufungua kesi mahakamani
kupata tafsiri sahihi za mahakama juu ya sheria mbalimbali, na kesi hizi zote tukashinda. Ikiwemo hii ya wakurugenzi kutokusimamia chaguzi za serikali za mitaa. Kwa hivyo ninachotaka kusema ni kitu gani? Ni kwamba chama chetu kilifanya siasa kwa mujibu wa hali ilivyokuwa. Wanasema watu wa vita, kuna jambo linaitwa economy of effort. Katika vita usitumie nguvu kama pahala hapahitaji nguvu. Unatumia nguvu pale ambapo panahitaji nguvu. Siasa tulizotoka ni za kuaminishwa kwamba tunakwenda kwenye siasa za maridhiano. Tulifanya engagement katika ngazi zote, ndani na nje. Hakuna kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambaye hatukumfika. Hakuna kiongozi ambaye mstaafu hatukumfika kuzungumza naye, kumweleza kwenye maridhiano, kwa sababu tuliamini kwenye maridhiano. Tuliamini katika siasa za kistaarabu. Tuliamini katika kuipa Tanzania na Watanzania fursa ya kutengeneza nchi yao, na tumeyafanya haya Tanzania bara, tumeyafanya haya Zanzibar kwa kuingia katika nchi. Ndugu zangu viongozi, jaza malipo yetu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni pamoja na viongozi wetu, akiwemo mwenyekiti wetu wa ngome ya vijana kukamatwa, kutekwa na kuteswa. Viongozi wetu mbalimbali, wagombea mbalimbali kukamatwa, kutekwa na kuwekwa ndani na kuteswa, na wengine kufukuliwa mashtaka ya uongo. Hayo ndio walioanza kutekeleza Chama cha Mapinduzi. Lakini hata lile la msingi ambalo lilishafanyika la kuunda tume huru ya uchaguzi, sheria imepitishwa, lakini wamegoma kuitekeleza. Wanawaambia wenzangu kwamba tume yetu ya uchaguzi imekuwa kama yule mwigizaji Joti. Maana Joti akivaa nguo za kike anaitwa nani? Kiboga, au sio? Akibadilisha akivaa za katula kwenda shule anakuwa nduje, si ndio? Au sio? Lakini si Joti yule yule. Sasa na sisi eti tume ya uchaguzi, mwenyekiti yule Jaji Mwambegele, sijui kila kitu kile, lakini eti kwa sababu sheria imetungwa nyingine na imeitwa tume huru ya uchaguzi, wanataka watu hawa tuamini kwamba eti kweli ile sasa ndio tume huru ya uchaguzi. Kiboga kavaa katura kawandunji. Lakini wanataka tuamini kwamba ile sasa ndio tume huru ya uchaguzi. Haya mambo yapo namna ya kumdanganya mtu mzima mwenzako. Lakini unapofika pahala ukajidanganya na mwenyewe na ukataka watu waamini, tuna tatizo kubwa. Ndio tunasema nchi hii tuna tatizo kubwa sana. Kwa hivyo baada ya kuzingatia yote haya, ndio maana chama chetu kimekaa na kikatafakari. Na baada sikutaka kuyazungumzia hatua tulizochukua Zanzibar, lakini tumechukua hatua kadhaa, lakini nazo pia zimegonga. Maana kule hata moja lile hakutaka kutekeleza, pamoja na kuahidi kwamba yatatekelezwa. Kwa hivyo kwa ujumla, chama chetu
baada ya kukutana halmashauri kuu ya chama chetu ikaamua kwamba sasa ni wakati chama chetu kubadili mwelekeo wa kufanya siasa katika nchi yetu. Sasa tuchukue tulichopewa. Sasa tujibu kwa mujibu wa swali tuliloulizwa. Na sasa ni wakati wa kwenda na hali yenyewe ya bahari ilivyo. Kama iko rafu, hatukuitaka, tulipambania mambo yaende kwa salama, twende kwenye maridhiano. Lakini tulichopewa ni maridhiano? Maana nadhani makamu mwenyekiti kafafanua vya kutosha ndio linasema economy of effort. Nisichukue muda, lakini niseme cha mwanzo cha msingi, chama chetu kimeamua kwamba sasa tutoke katika siasa ambazo za maridhiano. Hatukupewa, tulipambania, hazikusimama. Sasa tuende kwenye siasa zinazohitajika kwa wakati huu, ambazo ni siasa za mapambano. Ni siasa za na tunaposema mapambano sio kupigana na mtu, ni kupigania jambo tunaloliamini kwamba lazima tulipate. Na la kwanza ni kupigania demokrasia katika nchi yetu. Makamu mwenyekiti amesema hapa kwamba tumepigania, tumepambania, lakini siko tuliko peleka. Kwa hivyo sasa tulichosema ni kwamba sasa tupambanie demokrasia katika nchi yetu. Kwa nchi hii sasa, kama hatukupambania demokrasia, maana sote ni kama vile tumetekwa nyara, kwa sababu ufalme wa mwananchi, aitwe mwananchi, ufalme wake ni uamuzi wake juu ya nchi yake, na ufalme ule ni katika kumweka nani aendeshe mambo yake. Hapo kama wewe una nyumba yako, kama wewe una biashara yako, lakini huna amri ya kuamua nani awe meneja wa biashara yako, nani asimamie nyumba yako, hiyo nyumba hiyo inakuwa yako? Si yako. Unavishwa kileba cha ukoga. Sisi tunachosema cha kwanza ni lazima Watanzania tuwafikishe, tupambanie wafike pahala kweli wawe Watanzania na wafate maamuru ya katiba yetu kwamba mambo ya nchi huamuliwa na wananchi, kwa sababu ndio wenye nchi. Nchi hii sio shangazi yake mtu. Nchi hii si ya baba yake mtu, na si vibaya kusema nchi hii si ya mama yake mtu. Nchi hii ni ya Watanzania wote, taifa la wote, maslahi ya wote. Sasa hilo lazima tulionyeshe kwa vitendo. Haiwezekani yule ambaye yeye umemkabidhi aendeshe, baadaye yeye ndo aamue kwamba hili ni la kwako, na yeye ndo aamue nani akae aendeshe mambo yako. Na ndugu zangu, tusilichukulie hili kwamba ni siasa. Tusilichukulie hili kwamba ni siasa. Tuchukulie hili ni uchumi. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi ndio mama wa uwajibikaji. Kama leo kuna mtu umemkabidhi rasilimali zote za nchi hii, ndiye anayekusanya kodi, ndiye anayetumia kodi hizi. Ndio maana unasikia sasa hivi mama katuletea, kasipata wapi? Mama yenu huyu kazipata wapi? Yeye ndo anayekusanya kodi,
anatakiwa atumie kodi zile, lakini kwa utaratibu uliokubalika. Yeye ndio tumempa migodi yote ya nchi hii, dhahabu yote ya nchi hii, tanzanite yote ya nchi hii, mafuta yote ya nchi hii, gesi yote ya nchi hii, ardhi yote ya nchi hii, ekari zaidi ya milioni 234 ziko mikononi mwake, azisimamie. Sasa huyu tunataka tusimwajibishe? Haiwezekani. Kuto kumwajibisha maana yake ni kwamba nchi hii itakuwa na mfumo wa kifisadi uliopindukia, na ndio tunayaona ufisadi wa nchi hii uliopo, uliotamana, ulioshamiri, ni kwa sababu yake kubwa ni kwa sababu hakuna uwajibikaji. Kwa hivyo uchaguzi ndio msingi, ndio mama wa uwajibikaji. Uchaguzi ndio mama wa uwajibikaji. Ndio maana tunasema lazima tupambanie watu wapaze sauti zao zisikilizwe, na sauti zao ndio zisimame, ziendeshe nchi hii. Sasa hatua za kuchukua, chama chenu kinapanga mikakati mbalimbali. Kamati ya uongozi imepewa kazi hii, na kazi hii itaitekeleza, na kila mmoja atafahamu hatua ambazo tunataka kuzichukua. Lakini niwaombe na nimalizie kusema kwamba kila mmoja wetu viongozi, iwe katika ngazi ya mkoa, iwe katika ngazi ya jimbo, iwe katika ngazi ya hata, tunapaswa kila mmoja atathmini, aone hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa. Sisi kazi yetu moja ni kupanga namna gani, na ndio maana la kwanza tukasema kwamba lazima tuache kushiriki katika hizi taasisi ambazo zimewekwa ni za maridhiano ya mapambio. Ndio maana hatua ya mwanzo kamati ya uongozi imechukua hatua ya kusema chama chetu hakitoshiriki katika vikao vya baraza la vyama. Sisi tulishiriki kwa moyo wote. Sisi tulifufua TCD ilishakufa, hakuamini kwamba tunaweza tukajenga nchi yetu. Kwa hivyo hii ni hatua ya mwanzo, tutachukua na hatua nyingine kama hizo. Lakini jingine tumesema kwamba katika kuelekea huko hatuwezi kufanya jambo hili peke yetu, na hakuna chama chochote kitakachoweza kufanya jambo hili peke yake. Ni lazima tushirikiane na vyama vingine, lakini vyama ambavyo ni vyama makini na ambavyo vimeonyesha kwanza kuheshimu tunayoyafanya, kuheshimu misingi ya chama chetu, lakini na pia na wao wenyewe pia kuwa na utashi wa kuleta mageuzi katika nchi yetu. Tunajua sisi kwamba hilo linawezekana, na tunaposema kushirikiana, wengine mtu anaangukia kusema labda tunakwenda kushirikiana kwenye uchaguzi. Hiyo ni hatua moja na ya mwisho. Sisi tunachosema ni kushirikiana katika kupambania demokrasia katika nchi yetu. Ama kwa uchaguzi nadhani tuyawache, kwa sababu huko hatujafika. Utakuwa na uchaguzi pale utakokuwa na misingi ya uchaguzi. Tunachosema tutashirikiana na vyama vyote makini vitakavyokuwa tayari, tutakavyoridhika kwamba vina utashi wa kupigania, kupambania demokrasia katika nchi yetu, na hatua nyingine ambazo na katika kufanya hili tumeanza kuzungumza na vyama mbalimbali
ambavyo tunahisi vinaweza kuwa tukashirikiana katika kupambania. Kwa hiyo ndugu zangu, yale mliokuwa mkiyasikia, nimepewa kazi kuja kuwaeleza wana Dar es Salaam kwamba huo ndio mwelekeo wa chama chetu, na hayo ndio ambayo chama chetu inakusudia kuya. Kwa hivyo niwaombe kwamba sote tushirikiane katika hilo, tujiandae katika hilo, na sote tuwe na maono na mwelekeo unaofanana. Yaliyopita nyuma tuliyafanya kwa hali iliyokuwa, na tunakoelekea tutakwenda kwa mujibu wa hali itakavyokuwa. Niwaombe tena viongozi kwamba tushirikiane katika hilo ili tuweze kulifanikisha. Najua kwamba wengine wanaona kwamba ni maumivu mengine, lakini ndiyo nyenzo na huo ndio ulazima. Ni lazima tupite katika njia hiyo kama tunataka mageuzi ya kweli katika nchi yetu. Kama tunataka tuendelee tu kwa chama, basi tubaki katika comfort zone yetu, na hii sio comfort kwa sababu haitupi tija yoyote. Mimi niwaulize tu wana Dar es Salaam, tuko tayari kwa safari hiyo? Wana Dar es Salaam, wana Mwambao, tuko tayari kwa safari hiyo ya kupambania demokrasia? Tuko tayari? Basi kama tuko tayari, naamini kuna na mawazo mengi yatatolewa na viongozi wetu hapa mbalimbali wakati wa kongamano. Nitamke rasmi kwamba kongamano hili limelifungua rasmi. Asante sana.